Asante Idrisa. Habari za mchana, habari za asubuhi. Mchana bado hujaingia. Habari za asubuhi. Karibuni kwenye mkutano wetu ambao unahusiana na Ngao ya Jamii 2026, mchezo wa ufunguzi wa msimu, mchezo ambao utakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Mchezo utachezwa uwanja wa Amani Zanzibar Jumatano ya Agosti 12 saa 2:30 za usiku. Ikiwa tayari tumekwisha tangaza mauzo ya tiketi kwa maana ya bei za tiketi kuelekea katika mchezo huo wa Ngao ya Jamii, lakini tunayo taarifa kubwa kuelekea kwenye mchezo husika. Mara nyingi katika eneo la tiketi tulikuwa tuna namna tofauti ya ununuzi wa tiketi, lakini kuelekea kwenye Ngao ya Jamii ya 2026 leo hii tunatambulisha platform mpya, tunatambulisha mfumo mpya wa namna ya ununuzi wa tiketi. Kwa sasa tiketi zitakuwa zinapatikana kidigitali, kwa maana ya kwamba zitakuwa zinapatikana kwenye mfumo ambao unaingia kwenye www.tff-tickets.com. Huko ndiko ambako tiketi zinapatikana. Na namna yake ni kwamba ukishaingia kwenye mfumo wenyewe utakutana na shindano ambalo unahitaji kwa wakati huo kuweza kununua hiyo tiketi. Kwa sasa maana yake ni Ngao ya Jamii. Kwa hiyo unapoingia pale itakuletea aina ya majukwaa ambayo unataka kwenda. Hii hapa ni aina ya mfumo wenyewe kama ambavyo nimesema. Ukiingia unakutana na kitu kama hicho, na baada ya hapo utakwenda kwenye eneo ambalo linakwambia chagua sehemu ambayo unataka kwenda kukaa, kwa maana ya kwamba ukiangalia hapa kuna Orbit ambayo ni shilingi 10,000 kama tulivyokuwa tumetangaza, lakini kuna Russia shilingi 20,000, kuna saa 10,000, VIP A 50,000 na Wing A 30,000. Zote unaziona ziko hapa. Ukishachagua eneo ambalo unataka kwenda kukaa, maana yake ni kwamba ukiklik eneo hilo itakupeleka hapa ambako unaingiza hicho kiasi ambacho unaona hapa tayari. Umenunua tiketi mbili kwa mfano, maana yake hapa inakuja hiyo 20,000. Wakikuwekea pamoja na kodi, maana yake vyote vinaonyesha hapa. Kwa hiyo baada ya kufuata hizo prosesi zote mpaka mwisho, tiketi za sasa hivi zitakuwa zina majina kwa maana ya jina lako kabisa. Kwa hiyo mpaka utakapokuwa umemaliza mwishoni kabisa kuna sehemu ya kuingiza jina lako, lakini mfumo huu unaruhusu mtu mmoja kuweza kununua tiketi 4 tu kupitia namba yako ya simu ya mkononi, na unaweza kulipa kupitia mitandao yote. Unaweza kulipia hizo tiketi, na mwisho kabisa utaipata tiketi yako ambayo itakuja kuskaniwa wakati unaingia. Kwa sasa hivi hakutakuwa na mambo ya tiketi zile za kuprint. Maanake ni kwamba unakuja na simu yako ukionyesha tiketi yako. Maanake ni kwamba kuna eneo la kuskani ambalo katika kila geti kutakuwa na hizo skana ambazo zinatuwezesha sasa kuweza kuskani na wewe kuweza kuingia uwanjani kwa urahisi kabisa. Ni mfumo rahisi sana kuweza kutumia, na ni mfumo ambao unakwenda kurahisisha eneo hilo la ukataji wa tiketi, kwa maana ya sasa tunafanya tiketi kwa njia ya mtandao, tiketi kwa njia ya teknolojia ambayo itasaidia mashabiki pia katika masuala mengi hayo ya kuingia uwanjani. Kwa hiyo hapa tutaonyesha namna ambavyo huo, kama mnavyoona, ndio mfumo wenyewe. Ukiingia sasa unakutana na mashindano ambayo yamejipanga, na unaona pale kuna hiyo Tanzania Community Shield 2026 kwa maana ndio Ngao ya Jamii hiyo 2026. Ukishaingia hapo sasa, ukikliki hapo inakuletea hapo tarehe, na hapo chini kutakuwa kuna mechi. Tiketi zinaanza kuuzwa leo kuanzia saa 8 mchana. Kwa hiyo ikifika saa 8 mchana ukiingia hapo utakutana na mchezo husika, kwa maana Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, na itaanza kukupeleka sasa kwenye hizo hatua zote kama ambavyo nimekuelewesha hapo. Nitaonyesha video ambayo inaonyesha namna ambavyo unaweza kukata hizo ticket. Kama unavyoona hapo, ukiingia zinakuja hizo ni sehemu ya tiketi. Umechagua tiketi mbili, inakuja hapo kwenye malipo.
unaendelea unaingiza email yako, unaendelea, kuna hizo OTP zitakuja kwa ajili ya kuverify. Ukiverify itakupeleka kwenye malipo, then inakuja hapo, unaendelea kufanya hayo malipo yako. Unaona, unaingiza namba yako ya simu ya mtandao wowote, inakupeleka hiyo eneo la payment confirmed, kwa maana ya malipo ambayo tayari umekwisha yalipa. Na namna ambavyo inaendelea kama unavyoona hapo, inakuonyesha mpaka sehemu ambayo utakwenda kukaa, na hiyo kama nilivyosema kwamba hiyo tiketi ni ya nani, unaingiza hayo majina hapo sasa katika eneo hilo hapo, na kisha baadaye unaendelea. Ukiendelea hapo, manake inaonyesha kabisa kwamba Elisa Do ndiye ambaye mwenye hiyo tiketi. Kwa hiyo kama umenunua tiketi 4, manake wote utalazimika kuandika majina yao kwa namna ambavyo unaendelea kununua hizo tickets. Kwa hiyo ni mfumo ambao tunasema kwamba tunakwenda kidigitali na tunapiga hatua zaidi. Kwa hiyo TFF tumeona kwamba katika eneo hilo la masuala ya tickets, basi twende katika mfumo huo, na wenzetu wa OneOut kwa sasa wao wanatusaidia katika eneo la teknolojia, lakini mfumo wenyewe ni wa kwetu sisi TFF, ambako utakuwa na mambo mengi huko baadaye, lakini kwa sasa kwa sababu tunakwenda kwenye ngao ya jamii, basi niwaambie mashabiki kwamba tiketi zinaanza kuuzwa leo saa 8 mchana kupitia huo mtandao au hiyo platform www.tff-tickets.com. Ukiingia hapo kuanzia saa 8 mchana unaweza ukanunua tiketi yako. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wakiuliza kwamba tiketi zinapatikanaje, zinapatikana wapi, tiketi kwa sasa ni mtandaoni. Kwa hiyo wajiandae kwa ajili ya kukata tiketi katika dabi hiyo ya ngao ya jamii 2026. Kwa hiyo niwaombe, kwa sababu ni mfumo mpya na ndio maana tunaendelea kuelekezana. Wakipita kwenye platform zetu zote za TFF watakutana na hiyo video ambayo tumeicheza hapa, ili kuwaonyesha namna wanavyoweza kukata hizo tickets, kuondoa sasa hiyo kama kwa sababu mfumo ni mgeni, maanake ni kwamba itawasaidia zaidi kuwarahisishia katika eneo hilo la ukataji wa tiketi. Kwa hiyo kufikia baada ya press conference hii, video hiyo watakutana nayo kwenye platform zetu zote, alafu kufika saa 8 sasa wataanza kuweza kununua tiketi kupitia katika mfumo huo ama platform hiyo. Nitairudia taratibu ili waweze kufahamu kwamba wananunulia wapi. Nimesema tiketi za ngao ya jamii 2026 zinapatikana mtandaoni kupitia kwenye www.tff- kwa maana ya kale kadash ambako anakaa katikati, sio ile ya chini, ni dash ile ya katikati, alafu tickets.com. Ukishaingia hapo inakupeleka moja kwa moja huko kuweza kununua hiyo tiketi yako. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo tulisema kwamba tuitoe leo kwa sababu ni jambo jipya kwetu sote. Kwa hiyo tuliona kwamba ni vizuri tukaweza kulizungumza hapa ili tufahamu kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza kununua tiketi zetu kuelekea kwenye ngao ya jamii 2026. Hali gani mwana kabumbu, hali gani mpenzi wa michezo, langu jina ni Mwifiri Mpenda. Hapa nilipo ni Kalume katika kituo cha mabasi jijini Dar es Salaam, na leo tutaenda kusikiliza maoni ya washabiki wa mpira. Wanasemaje kuhusiana na tiketi za ngao ya jamii kukatwa online? Twendeni. Habari, unaitwa nani? Naitwa Joseph Mushi. Sasa hivi kuelekea mechi ya ngao ya jamii, tiketi zote zitakatwa online. Wewe kama mdau wa mpira, ili swala umelipokeaje? Mimi nimelipokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu wengine wanaweza ila wengine hawawezi, kulingana nini, nchi yetu bado haijawa hivyo yani kiteknolojia. Kwa sababu gani? Unajue kwa Dar es Salaam asilimia kubwa inawezekana, japo so sana kwa kiasi. Wengine mambo ya online hawajui. Ukizingatia tu hata kukata tiketi za mabasi kwenda mikoani, wengine hawajui habari ya online. Mwingine anapenda aende ofisini, aone ofisi bana, hiyo ofisi ni kampuni kwenda sehemu fulani, hapo ndo akate, aone lake imeenda sehemu fulani, anajua na uhakika wa safari. Sasa hii mambo ya uwanjani umwambie mtu eti akate online, kwanza anakosa uaminifu.
Yaani Tanzania bado haijafikia hizo level za kupata mambo ya tiketi online. Kama wewe mdau wa mpira, unaishauri vipi TFF kulingana na mchezo utakaochezwa tarehe 12 pale Zanzibar? Mimi kwanza na ushauri mwingi sana. Kwanza kwenye mambo ya tiketi online, kwanza bado level hizo si hatujafika. Kwanza wangekuwa na share. Yaani mshare kabisa, mjue kabisa mna washabiki wa level fulani na level fulani. Wako wa level ya mtandaoni ambao ni online na wako wa level ambao ya kawaida hii hard copy. Mtu anataka aone karatasi, ndo aone tiketi yake kwamba amekata, ndo anaenda uwanjani. Hivyo. Alafu kingine cha kuwashauri, kwa sababu hii mechi kwanza wamepeleka Zanzibar. Pia Zanzibar fu mnakata tiketi online. Kwa Bongo kwanza hawatazingatia mambo ya kukata tiketi. Mmewaletea changamoto ya online, alafu tena umepeleka mbali na huku Ingawa Jamii ni ya huku bara. Yaani ushauri wangu ni hizo mbili tu. Kwanza kuhusu hiyo tiketi online wafanye mabadiliko. Kipindi kingine sio wakafanya online tu. Waangalie kuwe na online na huku kawaida huko offline. Yaani online na offline. Yaani watu wawe na software, kuwe na software na hardware. Hiyo ya kwanza. Ya pili kama hivyo niliwaambia, masuala ya mechi kuchezewa Zanzibar na mechi ni ya huku. Kwa nini zile za kule Mlandege zisio zinakuja kuchezea huku? Hayo maswali mawili ya kuwashauri TFF wazingatie, maana ile ligi ni ya TFF. Zanzibar kuna ligi yao ZFF, kule wako ZFF. Mechi za ZFF zinamalizika kule. Ngao za Jamii za kwao zinamalizika kule. Ila za kwetu TFF ya huku, mechi zetu za Ngao ya Jamii wanapeleka kule. Mimi nawashauri jamani, hizi mechi za kwetu sisi tunatoka tuzifaidi. Ndio hiyo tu. Nashukuru sana. Mimi kwa mpenzi wa mpira naliona sawa. Kwa sababu kuna tiketi feki. Waliolifanya hilo TFF inabidi tuwapongeze sisi kama tukiwa Simba Sports Club, tunaikubali kwa muono wao walioyafanya.